nafikiri ni mara ya 3 sasa nakuja hapa. Sasa kazi inaenda vizuri, lakini michango yenu inachelewa. Tunatakiwa tushirikiane kwa hili, mutoe michango kwa wakati. Na vijana wanahitaji hela, halali usiku mzima. Nilidhani utapokea. Kwa nataka nirudishe au? Wewe mimi naondoka zangu, kwa heri bwana. Asante. Anyway, tuache Aisha. Nataka unisindikize kwa mshefa wangu. Shefa. Ndona? Yaani umezidi ushamba. Mpaka unanikiela muda mwingine. Kwa boyfriend wangu. Leo ni mwisho wa matatizo. Kinachokupa furaha mwingine kinampa tabu. Kinachokupa tabu mwingine kinampa furaha. Usikate tamaa, kesho bado ipo. Usikate tamaa, ulimwengu wetu upo. Utapata faraja na hayo ndiyo malipo. Usilie sana, kesho bado ipo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Anita, una shida gani? Maana toka tukiwepo ofisini na kuona ni mtu mwenye mawazo. Na unajua mficha maradhi kifo huua. Tumeachana na David. Wewe umeachana na David? Amekupa talaka? Hapana. Na hicho ndo tunachozozana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Kwa nini msikae mtamaliza ili muendelee na maisha mengine? Mimi yule mwanaume alishanitoka moyoni kabisa. Yaani simtaki. Mwanaume ni mkorofi, ni mjeuri, kitu kidogo mnasumbuana. Kwa sasa hivi simhitaji tena David. Pole sana rafiki yangu, ila ningekaa tu mkamaliza, kwa sababu wanaume wa siku hizi ndio walivyo. Unaweza kuachana na David leo, kasema uone na mwanaume mwingine, utakayekuja kukutana naye ni balaa zaidi kuliko na David. Usikate tamaa, kesho bado ipo. Usikate tamaa, ulimwengu.
Unajua Saidi, toka huu mwaka umeanza mambo yamevurugika kabisa yani. Biashara haziendi. Alafu ukiongeza hili la kuondokewa na mwanangu, azidi kuchanganyikiwa kabisa. Utoliwa na wanaume wangapi rafiki yangu? Hapana. Na safari David ataitoa talaka kwa hali na uvumba. Nimeshafika tamati. Kaeni tumie malize. Hebu tuli na haraka, nataka nipitie hapo chini. Niko drop pale mara moja. Pole sana jamani. Kuwa na subira. Mtihani ametuumbia Mwenyezi Mungu. Kila anayesubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu. Hizo ni changamoto tu. Kwa naomba upambane nazo kama changamoto za kimaisha. Asante sana rafiki yangu Saidi. Umekuwa mfariji mwema sana kwangu na rafiki mzuri sana kwangu. Mungu akubariki kwa hiyo Saidi. Sawa. Tuelekee nyumbani sasa. Sawa. Umenisubiri sana eh? Mimi nimeshakuzoea kama kawaida yako. Wewe naye achana na mimi bwana, uniwezi mimi maji marefu. Wapi leo? Nataka unipeleke kwa mshefa wangu Mango pale. Leo siwashi pikipiki mpaka unilipe deni langu la juzi. Ha? Ninaye kwa mambo ya pesa hujambo. Haya. Haya, shika hii. Furahia. Haya, washa bodaboda. Ninaye kwa mambo ya pesa hujambo. Sawa. Ashura, ngoja kwanza, ngoja nikutengeneze kwanza hii nani yako. Umependeza. Asante. Hii ndo stara mwanangu, lakini nakuomba uwe makini unakoenda, sawa mwanangu? Sawa mama. Mtoto wa kike lazima ajitambue, sijui unanielewa? Haya, baadaye. Haya, masomo mema. Haya. Bye. Haya mwanangu. Naona bosi wako kaamua kukusubiri. Pengine ana tatizo kwenye gari. Jacobo, kakuelewa huyu. Cha msingi jiongeze, wewe mtoto wa kiume. Unamaanisha nini ukizungumza hivyo? Jacobo, wewe ni mtu mzima. Juzi kaleta chakula, mara kakupa pesa. Changamka, shauri yako. Si wewe umeniambia mke wa mtu sumu? Geto kuna maziwa. Changamka, shauri yako. Okay, twende tumfuate.
Bosi. Salama. Naweza kupa lifti? Au ulikuwa mnaelekea wapi? Hapana. Mimi naenda mbali kidogo. Kwa hiyo naomba niwaache. Okay. Safari njema. Jacob, kwani una haraka? Hapana. Nilikuwa nataka tuzungumze kidogo. Sawa. Okay, basi pale kwenye gari. Leo ni mwisho wa matatizo. Kinachokupa furaha mwingine kinampa tabu. Kinachokupa tabu mwingine kinampa furaha. Usikate tamaa, kesho bado ipo. Usikate tamaa, ulimwengu wetu upo. Utapata faraja na hayo ndiyo malipo. Usilie sana, kesho bado ipo. Usilalamike, kesho yako ipo. Usihuzunike, muombe Mungu wako akushike mkono. Ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu wetu, ulimwengu wetu, ulimwengu wetu, ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu wetu, ulimwengu wetu. Tusikate tamaa, tusikate tamaa. Zara. Mke wangu, unapaswa kujua matatizo tumeumbiwa sisi binadamu. Kwa nini ulinificha na kuniambia ukweli? Sikutaka upitie changamoto yoyote ya kiafya, mke wangu. Ndio maana ukuambiwa. Sijategemea kwa ulichokifanya Jamal. Una upendo na mimi, na kama ungekuwa na upendo na mimi ungeniambia ukweli toka awali, nami ningeweza kumwona mwanangu japo kwa mara ya mwisho. Naomba utoke Jamal. Basi mke wangu, nimekosea mimi. Toka Jamal, naomba uende. Jacobo, kwani wewe ni mtu wapi? Kwa nini unauliza hivyo? Kwani kuna ubaya? Hapana. I just want to know you. Sijakuelewa unasemaje? Oh, samahani. Nilikuwa nataka kujua.
tabu, mwingine kinampa furaha. Shemeji, habari zenu? Salama shemeji, karibu. Asante. Karibu sana, nami ndo nilikuwa natoka kuache na maziwa. Karibu. Pole shoga yangu. Asante, karibu. Asante. Nimetoka Tanga mjini. Okay. Unaona kuna vijana wanacheza mpira vizuri. Mwisho wa matatizo. Yeah, naona. Napenda mazingira. Mwingine kinampa tabu. Sometimes napenda kupata fresh air. Mwingine kinampa furaha. Ni nzuri, ni hewa safi. Usikate tamaa, kesho bado ipo. Na unapenda? Yeah, sisi ndo mazingira yetu. Usikate tamaa. Ni pazuri. Na hali hewa nzuri. Wanacheza mpira vizuri pia. Utapata faraja na hayo ndio malipo. Usilie sana, kesho bado ipo. Usilalamike, kesho yako ipo. Usihuzunike, muombe Mungu wako akushike mkono. Pole shoga yangu. Asante, karibu. Asante. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Karibu ndani. Kama baba. Shida yako nini? Vizuri. Mimi nataka tumfunge kabisa. Ikiwezekana awe kichaa. Yule mwanamke ni nani niliyomkuta ofisini kwenu? Swali gani hiyo Chelsea? Nijibu. Unalo ngondo hilo. David, nilikwambia nini kuhusu kunifuatilia kwenye maisha yangu? Wewe ni mke wangu, natakiwa nikufuate popote, muda wowote na sehemu yoyote unayokwenda. Ni mwisho. Mwisho wa matatizo. Kinachokupa tabu, mwingine kinampa furaha. Kinachokupa tabu, mwingine kinampa furaha. Usikate tamaa. Usikate
Ulimwengu wetu ni wa matatizo. Ulimwengu wetu ni wa furaha.